Kicho ambacho umekizungumza nataka Shirafu ajazie hapa. Mpanzu kwenye michezo miwili, narudia tena kusisitiza juu ya Mpanzu kwenye nusu finali ya pili dhidi ya Stellenbosch hakuwa katika ubora wake kiukweli. Na Fadlu kama ingekuwa na roho ngumu angemtoa mapema, aliunderperform. Na hata kwenye hii mechi ya finali ya mkondo wa kwanza hakuwa kwenye ubora wake Mpanzu. Hii tunapata tafsiri gani? Tayari timu pinzani washajua kwamba watari wa Simba upo kwa Mpanzu, na Fadlu anapaswa kufanya nini ili pengine kuifungua ile mitego ya makocha wenzake ambao wanaonekana tayari Mpanzu amemweka katika target. Unajua hii michuano kila unavozidi kupiga hatua unazidi kukutana na mpinzani ambaye ni mgumu kweli. Okay. Na of course tunaelewa ubora wa Simba kwenye kutengeneza mashambulizi huko pembeni, ambako unaona mafullback wao wanakuwa wanapanda, lakini pia hata mawinga ambao wanacheza huko kina ili Mpanzu tumeona wanakuwa na ubora kutokea huko. Lakini unakuwa bora zaidi ya nani? Unanielewa? Unakutana na watu ambao wanajua kuifanya kazi yao kweli. Yaani kama kocha wa RS Berkane alikuwa anajua, nilizungumza ile siku Pomkai kwamba approach ya mwalimu wa Berkane alisoma vizuri na alikuwa anajua kwamba bora Simba kwa pembeni. Nani mchezaji ambaye ana uwezo wa kuchukua mpira kuja kuwafuata watu. Unajua timu ikiwa inazuia kwa idadi kubwa mashabiki, kuna njia not mashabiki mimi wachezaji. Kuna njia karibia mbili ambazo zinakuwa ni nzuri kuzitumia ili kuweza kuwapenetrate hao watu. Niweza muwe na wachezaji ambao wana huo uwezo wa kuchukua mpira kufuata watu. Okay, mimi naweza nikaingia ndani nikalazimisha kupita hapo nikaenda kutoa pasi, si ndio? Au la, watu waamue kushambulia kupiga nje ya 18. Lakini kwa Mpanzu ilikuwa inaonekana ni ngumu kwa sababu watu walikuwa wanamtight kweli. Akishika mpira kuna watu wawili wako hapa. Unaelewa? Kwa ni ngumu kuona ile impact ya moja kwa moja ya Mpanzu. Na psychologically ukiwa unafuatwa mara kwa mara ukiwa uwanjani, wewe mwenyewe una paniki. Yaani why always me? Unaelewa? Ni kwa sababu watu wanajua uhatari wa Simba uko kwenye miguu yako. Kila mtu anajua kwamba mpira ukiwa kwenye miguu ya Mpanzu upo kwenye miguu salama. Kwa hiyo mashambulizi yatatokea hapo. Kwa hiyo kama kocha unatakiwa kujua hao wakija huku hawatocheza vile ambavyo walicheza kwao. Nategemea mashambulizi mengi yanzie kwa mchezaji huyu. Kinachotokea wakati mwingine, badilisha mfumo. Hakikisha kwamba ile impact ambayo watu wanaipata kwa Mpanzu haitokei kwake. Unaelewa? Yaani mfanye yeye awe huru muda wote kuzunguka uwanjani. Ili watu wakiwa wanadili na Mpanzu tayari kuna watu wengine tayari wana uwezo kwenda kutengeneza hiyo hatari. Na mimi kitu ambacho naamini kwenye mchezo ambao Berkane atacheza ni Amani, wale jamaa wanajua kuzuia. Yaani wana huo uwezo mkubwa wa kuzuia. Kwa hiyo moja kati ya changamoto kubwa ambayo Simba watakutana nayo ni namna ambavyo wanatakiwa kuwafungua. Unaelewa? Kupiga nje ya 18 au kupiga zile cross, wale jamani warefu kweli. Unaelewa? Kwa hiyo hata kwenye mipira ya juu wanaonekana wako vizuri. Wana huo uwezo, kuna huyo akina Dayo, kuna Kamara. Kwa hiyo hata kwenye counter pia anaonekana wako vizuri. Hansa alikuwa anazungumza kuhusiana na namna ambavyo Lamine Kamara ana huo uwezo ni pasa mzuri. Angalia ile goli ambayo ilikuwa ni offside. Alipiga pasi moja tu ambayo ilienda kufika Kamara. Alifunga Mehili. Yes, ndo alipiga pasi katikati. Ilikuwa ni pasi moja tu. Kwa hiyo wakati wana defend pia wana huyo mtu ambaye anaweza akaamua mpira uende wapi na ikawa goli. Kuna moja kati ya vijana ambao mimi wapo ndani ya Simba pale, Ladaki Chasambi, huwa na mkubali sana. Unaonaje pengine akawa surprise package katika hii game? Mimi mwenyewe namkubali Chasambi, namkubali sana Chasambi, lakini siamini kama ni game ambayo anatakiwa kuanza. Yaani kwa nini? Game yenye pressure ile game ina pressure sana. Manake unawezekana ndio akaenda kuonesha ile game ina pressure sana. Yaani ukiachana na uwezo technically, lakini ni game ambayo inahitaji matumizi makubwa sana ya akili. Sana. Unahitaji watu ambao ni wakomavu zaidi. Yaani Elie Mpanzu amecheza mechi nyingi zenye pressure. Hii game haiwezi kumsumbua. Cha kufanya unamwekea mazingira gani ya yeye kufanya vitu vitokee. Of course kwangu mimi nitahitaji Kibu na Mpanzu muda mwingi wawe na mpira kwa sababu ndo madenja mani wangu mimi. Na wawekea vipi utaratibu wa kuwa na hiyo mali? Kibu ilikuwaje kwenye mechi ya kwanza? Sasa game ya kwanza kila mchezaji wa Simba alipoteana.
Yani mchezaji bora wa Simba ni Kagoma. Ukiona mlinzi ndo anakuwa man of the match means umezidiwa. Lakini hii ni game ambayo wako nyumbani, tunatarajia kuwaona washambuliaji wanahusika zaidi kwenye mashambulizi. Kwa ndo nilikuwa nazungumzia kwamba jinsi gani ambavyo Kibu na Mpanzu watahusika kwenye mchezo. Unahitaji wahusika. Of course, moja kati ya jukumu la namba 10 na movement zake ni kufanya decoy movements pembeni. Ambaye ni nani? Jean Chalea huwa anafanya hivyo. Sasa ndo nasema anafanya hivyo. Inabidi afanye sasa. Anafanya hivyo. Inabidi afanye. Ila hafanyi kwa sasa. No, huwa anaenda pembeni. Kwa nini hafanyi? Hata kucreate amekuwa na create zaidi pembeni. Ndio. Lakini inabidi afanye zaidi. Kwa nini kwa nazungumzia decoy movements, mikimbio ya uongo? So Mpanzu anacheza upande wa kushoto. Huku atakuwa anakutana na winga, track back na full back. Ina maana Mpanzu atakuwa anakutana na watu wawili, ni 2v1. Sasa huwezi kumwacha mchezaji peke yake aimili muda wote na watu wawili. Unahitaji kumsaidia. Hapa nitahitaji Zimbwe au anapanda, na muhitaji Haua mpira ukiwa kushoto, anatoka kwenye zone 14, anafanya decoy movement, mkimbio wa uongo kuja kushoto. Kwa hiyo hapa Simba wanatengeneza triangle. Wako na Haua, wako na Zimbwe, wako na Mpanzu dhidi ya watu wawili wa Berikani. Kwa hiyo tayari Simba eneo la pembeni watakuwa na numerical advantage. Ndo hapo unaweza ukaona Mpanzu anafanya vitu vinatokea. Of course, Mpanzu mpe mipira ya kutosha, lakini muwekee mazingira mazuri. Mpanzu anaweza kucreate foul nyingi. Mpanzu anaweza kucreate penalty kwenye boxi. Umeona? Lakini hayo matukio yote atacreate vipi kama hao? Kwa hiyo unataka kutuaminisha kwamba kwenye hii michezo miwili hakutengenezewa hayo mazingira? Game ambazo hajaperform ni za ugenini. Ni kweli? Na ugenini tumekuwa tunaona ni vitu vya kawaida. Amekuja Guirasi hapa ameonekana karatasi. Au amkumbuki. Yes, amekuja Guirasi, top scorer wa Ujerumani hapa, kaja na Gine kaonekana karatasi mbele ya kina Jobu. Sawa, lakini swali langu la msingi ni kwamba je, Mpanzu watengenezewe hayo mazingira akiwa katika mechi za ugenini? Of course, mechi za ugenini ni ngumu po. Mechi za ugenini mnawaza zaidi kudefend. Uwezo ukamuona zaidi mshambuliaji wako ni ngumu. Lakini Hans, kwani mipira si alikuwa anapata? Yani mimi nafikiri yani kwenye mazingira gani? Kwenye 1v2 na huduma alikuwa anapelekewa, lakini changamoto ni kwamba alikuwa anakutana na watu ambao ni bora kwenye kudefend. Sasa ni anapelekewa mipira kwenye 1v2, ni yeye dhidi ya watu wawili mpaka watatu. Atafanya nini? Lakini timu ikiwa inashambulia, Zimbo ata overlap, Haua atafanya decoy, watakuwa ni watatu dhidi ya wawili au watatu kwa watatu. Tayari ana msaada. Na mimi mkai na muelewa Hans. Unajua wewe mchezaji ukiwa na ubora kiwanjani. Mbona game na Al-Masry ugenini alifanya vizuri? Sikia sasa nikupe naongezea hapo. Unaweka sawa. Mbona lazima tuende vizuri? Yeah, najua una data zote. Mkai. Sikia. Wanakutana na watu bora zaidi ambao wanajua namna ya kudefend. Ipo hivi. Ndio. Fadru wajua wachezaji wake wote. Ubora na ubora wao na udhaifu wao. Moja kati ya vitu ambavyo Mpanzu anakupa kiwanjani ni uwezo wake wa kuwapunguza walinzi. Lakini unapokuwa na mchezaji ambaye ana uwezo wa unlock defense ama kuta za ulinzi za timu pinzani, naelewa ni mazingira gani Hans anazungumzia. Inawezekana ukawa hujamuelewa kwenye hilo eneo. Mazingira ambayo yeye anazungumzia ni kwamba unacheza na timu ugenini ambazo muda wote wapo compacted. Yani wameshikamana na wana msongamano wa watu kwenye eneo lao. Kwa sababu hakuna timu itakuachia space. Na ndio mpira upo hivyo sasa hivi. Kwa hiyo namna gani spaces zinapatikana au maeneo ya wazi hata kama ni madogo au finyu, lakini yapatikane kwa 50%. Unahitaji wachezaji wako waanze kutengeneza faida ya idadi kwenye ile eneo ambalo Mpanzu anacheza. Mpanzu mara nyingi anatokea upande wa kushoto, lakini timu ikana mpira muda mwingi anakuwa ndani kidogo. Kwa unahitaji usaidizi wa fullback wa kushoto, unahitaji usaidizi wa kiungo mmoja wakati wa upande wa kushoto. Inawezekana akawa ni Ngoma au Kagoma, lakini pia unahitaji usaidizi wa mshambuliaji wa juu, kwa maana kiungo mshambuliaji wa juu ambaye ni Jean Charles Ahoua. Wakilioverload ile eneo, wanatengeneza mazingira kuwa na faida ya idadi ya watu. Kwenye faida ya idadi unahitaji kualau sasa hizo movement za wachezaji bila ya mpira. Kitendo cha wachezaji kufanya movement au mikimbio bila ya mpira, kuna mazingira mazuri unatengeneza kupatikana kwa maeneo ya wazi. Hata kama ni finyu, ndio unahitaji sasa ubora wa elimu Mpanzu kuanza kunufaika na yale maeneo. Ugumu wanaokutana nao ugenini ni kwamba mara nyingi hata kama watu wanafanya movement, na kuja kwenye hoja ya Ashraf, hata kama wachezaji wa Simba wanafanya movement,
unakutana na walinzi ambao ile football intelligence yao ni ya hali ya juu. Yani hawayumbishwi na movement mnazozifanya. Wanachojali wao ni kustrict kwenye muundo wao wa kiulinzi. Kwamba sisi tutazuia, tunamtarget mchezaji huyu kwa sababu ndo ana mpira. Hatumpi space ya kufanya dribbling na mpira, wala hatumpi nafasi ya kutaka kufanya kitu chochote akiwa na mpira. Kwa hiyo nafikiri ndio ugumu ambao mara nyingi wanakutana nao. Na kamanda, dakika moja tunataka kuongezea hapo, nakumbusha tu kwamba Silent Ocean, mabingwa wa kusafirisha mizigo kutoka nje ya nchi na kuleta nyumbani hapa Tanzania, wamezidi kuboresha huduma zao zaidi. Mizigo sasa hivi kutoka China, Dubai, Uturuki, India na Marekani, na nikukumbushe tu ni kwa zaidi ya miaka 21 sasa Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo wamekuwa kimnara kabisa katika kusafirisha mizigo nchini Tanzania. Wafanyabiashara wakubwa na wadogo na hata wasiokuwa wafanyabiashara wamekuwa kiamini Silent Ocean kwa sababu ya usalama, haraka na unafuu katika kusafirisha mizigo. Sasa wameboresha kwa ajili ya wale wanaopenda huduma hizi kwa kuja na air cargo, yani Silent Ocean Air Cargo, na sasa wateja wote mnaweza kusafirisha kwa ndege kutoka nchi hizo nilizotaja kwa maana ya India, Uturuki na Marekani, ikiwa katika hali ya usalama zaidi. Kazi ni kwako sasa kusafirisha kwa meli au uchague kusafirisha kwa ndege kupitia 0746 813 piga simu hiyo, waambie bwana nahitaji kuagiza na ninyi, na mambo yanakuwa matamu zaidi. Kwenye mitandao ya kijamii pale ingia kupitia silent_ocean_limited. Simba wa bahari wanatisha kweli kabisa. Kamanda, kuna jambo nataka ujezie hapo. Ni alichokuwa nakisema Magunga, ukiangalia unajua football inachezwa zaidi kichwani, yani inaanzia kichwani alafu ndio inakuja kwenye miguu. Mara nyingi kwa mfano kwenye mechi ya finali tuliyoshuhudia ile ambayo ilichezwa ugenini, Mpanzu alikuwa anapata tabu moja. Alikuwa mara nyingi anapata mipira anajikuta yuko isolated, amezungukwa labda na walinzi watatu wa bekani au wawili, na hii inamaanisha kwamba alikuwa anakosa ile yale mazingira ya kumanuva vile anavyofanya. Na kwa nini ilikuwa inatokea hivyo? Kwa sababu Fadlu timu yake inavyocheza huwa anapenda wakati timu inashambulia nyuma wawepo watu wanne ambao ni ni center backs wawili na viungo wawili ambao ni Kagoma pamoja na Ngoma, kwa sababu wale ma fullback kwake yeye sio defenders kabisa, yani yeye wanapaswa kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo Mpanzu na Kibu wanajikuta wanaingia ndani kidogo ili kuipa ile eneo la mbele kuna idadi kubwa ya watu. Sasa kwenye mechi dhidi ya Bekane risk ilikuwa kwamba wale fullbacks ilibidi wawe full defenders badala ya kuwa half defenders half attackers, kwa sababu ukiwaruhusu wapande mipira inapigwa nyuma yao, ndio kutakuwa na numerical advantage kwa timu inayoshambulia. Sasa haya yote yanabadilika timu ikiwa inacheza ugenini, kwa sababu kwanza Bekane pamoja na mtaji walionao, lakini instinct ya kwanza ama impulse ya kwanza watakayokuja nayo hapa ni kudefend. Haijalishi hayo matokeo aliyoyapata, sijui kuwafunga kina Stellenbosch sijui nani, lakini jambo la kwanza watakalolifanya hapa ni kukaa nyuma, which means Simba watapata angalau space ile ya kufanya vitu vitokee. Sasa whether watatumia hiyo nafasi ama hawataitumia ni mjadala mwingine, lakini we can be guaranteed kwamba katika mechi hii ya nyumbani Simba watapata nafasi za kushambulia nyingi kuliko ilivyokuwa mwanzoni. Na kama Simba kwa mfano ingekuwa na washambuliaji clinical, kuna nafasi moja kubwa Simba walitengeneza kwenye mechi ya ugenini, ile cross ya Kapombe Juma, unaikumbuka, ambayo Ateba pale alitakiwa aende na diving head, lakini yeye akajaribu kwenda na mguu. A better striker pale anaushambulia ule mpira na Simba ina goli la ugenini. Kwa hiyo the issue ni kwamba Simba wanaweza pia wakapata nafasi kama zile, watu wasizitumie, kwa sababu hata hiyo mechi ya ugenini nafasi ilikuwepo na haikuweza kutumika. Lakini pia mimi nimewahi kuona Simba ikiwa na wachezaji ambao wanatengeneza nafasi ndogo zinakuwa kubwa. Mimi nilikuwa Algeria mwaka 2012 wakati Simba inamtoa Setif. Oku alifunga goli from nowhere, na ni mipira ambayo kama unakumbuka Juma nilikuwa nakukumbusha, alipata mpira wa namna hiyo Jean Charles awali alipata mara mbili, alipata Mpanzu pia mara mbili, na kuna mmoja ambao aliupata Mutale. Kwamba yani hapo ndio mahali unakoonyesha value yako kama mchezaji, kwamba hii ni nafasi ambayo haikuwepo, lakini wewe
ukaitengeneza out of nowhere. Kwa hiyo kitu kingine ambacho Simba wanatakiwa wawe nacho ni hicho, kwamba sometimes nafasi haiji ile ya moja kwa moja kwamba wewe mpira unakukuta unafanya kutapi na ufunge, hapana. Inakuja nafasi ambayo wewe peke yako in your crazy mind unaamini kwa bwana hapa mimi naweza ikafunga. Hapo nazungumzia quality advantage. Yes, kama ubora wa goli kama alilofunga Company ile, aliwafunga Everton nadhani ile. Ile alipiga mua kutoka mbali sana. Pep Guardiola haamini kama Company anaweza kufanya hivyo, lakini Company yeye was convinced kwamba bwana huu mpira mimi napiga na nafunga. Kwa hiyo sometimes ukitaka kushinda mechi unahitaji kwenda above ule ukawaida wako ambao umeuzoea. Kwa hiyo tunaweza tuka speculate hapa kwamba Simba kwa sababu Bekane wakiwa ugenini wanakwenda kupaki basi, maybe hizo nafasi clear zitopatikana, na nafasi zitakazopatikana ni zile ambazo mtu yeye katika akili yake ya upekee anaamini bwana hapa mimi naweza nikapiga nje ya 18 na nikafunga. Sema kuna kitu niliona kwenye mechi ya pili ya nusu finali ya Berkane na Constantine. Unajua first half Berkane walijaribu kidogo kupishana na Constantine. Yes, sio kwa asilimia kubwa, lakini walijaribu. Na Constantine wali struggle sana kuwafungua pale ambapo waliamua kuwa compact. Second half niliona approach ya tofauti ya Constantine ambayo iliwapa shida Berkane. Constantine walirudi kupiga mipira ya juu ya cross. Yani mipira yote ilikuwa inapita wide, wanamwaga maji. Yani nenda katazame second half ile mechi ilikuwa vipi. Hata goli lenyewe waliopata Constantine lilitokana na hizo crosses. Kwa hiyo tunaweza tukawa tunazungumza vingine. Fadu aliona ile plan. Unashangaa Kibu Denis Mpanzu hawakimbii tena kukati, akiwa wide wanamwaga maji ndani. Kwa hiyo tumwachie zaidi mwalimu. Crown Media. Hapa ni nyumbani.